Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu tena hichi cha leo, tunapoendelea kujifunza Biblia kupitia mwongozo. Na tuko somo la 11, tunakaribia kumaliza robo. Karibu masomo mawili tu. Amina. Na iwe. Amina. Yes. Sasa somo la leo ni somo la 11. Lina kichwa kinachosema ningefanya nini zaidi? Wow. Fungu letu lokalili la wiki hii nzima linatoka kitabu cha Yohana 18 na fungu la 37 linasema, basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie kweli. Kila aliyewa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Tunasema asante Mungu wa mbinguni kwa rehema zako nyingi. Asante kwa namna ambavyo umetufikisha tena katika wiki nyingine hii. Pamoja na mtazamaji wetu, tunaomba tupatie hekima kutoka mbinguni. Tufunulie masomo haya. Tukatazame uso wako, tukajazwe na nuru. Asante kwa umeahidi kwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Amina. Ningefanya nini zaidi? Ningefanya nini zaidi? Ni maneno ya Mungu. Lakini akiwakilishwa mara mkulima, nimefanya yote, nimeweka mbolea, nimeweka nini, natarajia matokeo tofauti. Lakini sasa ningefanya nini zaidi? Hiyo kauli tutaikuta kule mbele. Lakini kama fungu la kukariri hilo linaobeba somo letu linatuleta uso kwa uso juu ya madai kwamba yuko mfalme ambaye Pilato anasema wewe ni mfalme. So, akatai, anasema ni kweli. Wewe wasema. Kwa ajili hiyo nimezaliwa. Kwa ajili ya haya. Kwa ajili ya haya nimezaliwa. Hapo kama vile anakuchanganya, anasema kushuhudia ile kweli. Kwa hiyo yote hii inatufunua tufuatilie, au kama tulikuwa tujafuatilia mpaka hapa sura 18 anapozungumza maneno haya, turudi nyuma tufuatilie vizuri. Sawa. Yesu amezaliwa kwa ajili ya nini hasa? Sasa twende kwenye somo la Jumapili sasa. Jumapili nasema Kristo mshindi. Kristo mshindi. Mpaka Yesu anaulizwa na Pilato, wewe ni mfalme? Na Yesu akatai, anasema wewe wasema. Kwa lugha nyingine, ulivyosema ni sawa, sikusahihi. Ni kwa sababu kulikuwa kuna madai pinzani. Kwanza mpaka hapo ulipo, Yesu anapokubali yeye ni mfalme, anakubali kwamba yeye ni msaliti. Maana inajulikana Kaisari ndio mfalme, ndio mtawala. Na pale Yudea yupo Herode, ndio mfalme aliyowekwa. Awasema yeye ni mfalme. Kwa hiyo tayari kuna clash. Hebu tuangalie mpaka Yesu anaibuka kidedea na anasema kwa sababu hii nimezaliwa. Anapambana na nani? Kaisari hasa, Herode hasa, au nani? Kulingana na simulizi ya Yohana, tunaona Yesu anashindania ufalme na muongo. Unajua muongo? Yule muongo. Hivyo ushawahi kuambiwa na mtu wewe muongo sana? Ile tusi moja kubwa, usikubali. Baya sana. Muongo inamaanisha wewe ni muuaji. Twende tuangalie profile. Tuangalie wasifa wa huyu mshindani wa Yesu kabla tujaangalia ushindi wa Yesu. Twende na mafungo machache. La kwanza, sifa ya kwanza ya huyu mtawala. Za kusema fake, maana ni mwongo, tapeli. Sifa yake ya kwanza ni mwongo. Soma Yohana hiyo 8:44. Yohana 8 na ile fungu la 44 linasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Anaongea na Wayahudi hapo. Sawa. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Yaani akizungumza uongo ndio asili yake. Ndivyo ilivyo. Alafu tamaa yake ni nini? Kuua.
Muongo anadanganya. Sasa tutasoma mafungu yote, lakini ni muongo anayedanganya ulimwengu wote. Na alianza zamani. Alianza na nani? Kumbuka. Na Hawa. Sifa ya pili. Huyu jamaa Kiingereza nadhani kinaweka vizuri sana. Slanderer. Sawa. Au mshtaki. Lakini slanderer au mshtaki ni yule ambaye anakuja pale mahakamani kukuchafua wasifa wako. Kukuharibia sifa yako. Kwa mfano, tumesoma kwenye masomo yaliyopita. Ayubu, unakumbuka? Ayubu ana shida gani? Hana shida yote. Jamaa akaja kumchafua akasema huyu jamaa kuabudu bure. Hiyo ni Ayubu, wale ambao hawajasoma ile tulisoma katika Ayubu sura ya kwanza na ya pili. Zekaria 3:1. Soma. Zekaria. Uone sifa ya huyu jamaa ambaye Yesu amekuja kupambana naye. Tumesema kwanza muongo. Haya. Pili tukasema ni mshtaki. Zekaria 3 mshtaki, fungu la kwanza anasema, kisha kanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika. Wakati unasoma habari ya Yoshua, hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli wametoka Babiloni, wako nyumbani, wamerudi Yudea. Walitoka uhamishoni, wamerudi nyumbani sasa, na Yoshua ni kuhani mkuu. Yoshua anasimama badala ya watu wake, yani Israeli. Sasa kisa na mkasa utaona hapa ni Yoshua anasimama badala ya Israeli. Anza. Zekaria 3 fungu la kwanza na la pili anasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Alafu utamuona, hebu endelea kidogo. 3. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Alikuwa amevaa nguo chafu sana. Alikuwa amevaa nguo mbele ya malaika. Naye huyo sasa unaweza kupata tu picha vizuri tu. Israeli imetoka uhamishoni. Inasubiri fadhili za Mungu, ufalme ulioahidiwa, warudishiwe yale ahadi zote za Mungu alizoahidi katika Isaya kwamba nitawarudisha, nitawafanyia hiki na hiki. Wanasubiri. Sasa jamaa ni kama courtroom au chumba cha mahakama. Mungu yuko pale kwenye kiti chake cha enzi, malaika wamezunguka, na Yoshua ni maono, ni vision. Sasa yupo hapo katikati akiwa amevaaje? Ana ngozi chafu sana, au kwa lugha nyingine CV yake chafu. Hana rekodi nzuri, ametoka tu ametoka kwa sababu ya dhambi zake. Sasa kazi ya mshtaki, hebu jaribu kupiga picha ilikuwaje pale alipokuwa pale. Hadi Bwana anaingia, hadi anasema Bwana akukemee shtaki wewe. Unadhani alikuwa anasemaje kwa Yoshua? Huyo kuhani mkuu, unalisha wewe na watu wako hamstahili kuwa hata watu wa Mungu ninyi. Ushakukutana na mtu anasema yani wewe unaenda kanisani bure. Yani wewe unasindikiza tu wenzako. Yani ni heri. Sasa hiyo ndio kazi ya mtu anaitwa mchafuzi, mshitaki. Ndio ni mchafu, lakini yeye kazi yake ni kupoint yale machafu. Ila angalia Yesu anavyomtetea sasa, au nani anasema Bwana akukemea. Anasema Bwana akukemee. Wewe unamuona mchafu, lakini mimi naona kama ni kiganja nini kile kimti kilichokuwa kinateketea. Sasa nimekichomoa. Ndio maana yake. Kinga. Wewe unadhani hamna kitu. Mimi nasema hii nimeshaiokoa tayari. Sasa mshtaki kazi yake ni kuangalia ule ubaya. Kwa hiyo ni mchafuzi. Yaani of course anazungumza kweli, wewe ni mchafu kweli, lakini kazi yake ni kukuonyesha uchafu, sio kukusaidia utoke uchafu. Shaona mtu namna hiyo. Shakutana washtaki. Nani anasema Yesu aliwaambia wale jamaa, ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi na nani. Yeye anasema uongo tangu zamani na kazi yake kuua. Ushaona mtu ambaye yeye anakariri makosa yako ya mwaka jana, mwaka juzi, mwaka nini. Ili unajua ili iweje? Kukuua. Wewe bila jina safi utaweza kufanya lolote. Si unaangalia tu hivi chini uweze kufanya chochote.
kabisa. Kazi ya huyu jamaa. Sasa Yesu anasema nimekuja kupambana nayo. Haya, twende kwenye ya mwisho wa sifa wake. Tunaona katika Yohana hiyo 16 mstari wa 11 au 12:31, yako mafungu mengi. 12:31 soma. 12:31 anasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Aha, huyu jamaa kumbe anaitwa mkuu wa ulimwengu huu. La kwanza tulisema muongo. La pili mshtaki mchafuzi. Na tatu mkuu wa ulimwengu huu. Kuna fungu moja tutasoma, lakini katika Yohana wa kwanza 5:19 anasema ulimwengu wote uko chini ya huyo jamaa, ila sisi tunatoka kwa Baba. Sawa. Sasa zilichapwa. Turudi kwa Pilato. Unaonaje? Sawa. Turudi kwa Pilato kwenye ile maongezi ya Pilato. Wewe ni mkuu wa ulimwengu huu. Sasa hapa amesema ni mkuu wa ulimwengu huu pia. Huyu muongo na mshtaki mchafuzi huyu. Sasa Yesu, turudi pale. Rudi soma tena. 18:37 anasema basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Sasa Yesu anaainisha kwamba kuna falme hizo mbili. Ufalme wa mkuu wa dunia hii ambaye ni mwongo, chafuzi, mshitaki, muuaji. Alafu yeye aliyekuja kushuhudia au kutawala kwa kusema kweli. Yeye anasema uongo ndio anatawala. Sawa. Huyu anasema kweli. Na anasema walio wake wanamsikia, wanaipenda kweli. Wewe baba yako unampenda, umpende. Lazima utampenda. Sasa na kama ni wa kweli na wewe ni wa kweli, kweli ya Yesu anasema utaipenda. Amekuja kuishuhudia kweli. Uongo unafanyaje? Kazi yake uongo. Anasema ninyi sio tu baba yenu ni wa uongo, yeye ni muuaji na ninyi wauaji. Kwa hiyo Yesu ni kweli na kinyume chake, na sifa yake ya ukweli ni toa uzima. Na anasema kwa hiyo nimekuja kushuhudia haya mambo. Na unajua alishuhudia kivipi? Utasoma mafungu yaliyotaja katika mwongozo wetu yako mazuri hapa. Naomba niseme kwa ufupi kwa sababu ya muda. Yesu alikuja kushuhudia kweli na kusimikwa kama kweli huyu ni mfalme wa ulimwengu mpya. Pale alipoonyesha upendo wake, alipotimiza ahadi ya Mungu kutoa mwanao, si ndio? Aliahidi atamtoa mwanao. Na alipokubali kujitoa maisha. Yule jamaa anaua ili atawale. Yeye anajitoa. Katika Injili ya Yohana anasema mimi ni mchungaji mwema, natoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Ndio anavyoishuhudia kweli. Na zamani mfalme alikuwa anajulikana kama mchungaji watu wake. Kwa hiyo anashuhudia kwamba yeye ni mchungaji wa kusikilizwa, wa kuaminiwa, kwa jinsi alivyokubali kutoa uhai wake ili kondoo waishi. Amina. Waishi kwa pendo lake. Upendo wa kujitoa. Kama yeye alivyojitoa nao wajitoa. Huo ndio ulimwengu mpya. Na sasa huo ushindi aliupata wapi? Maana zilichapa. Hizi ni falme mbili tofauti. Anasema kwa ajili ya hayo nimekuja kushuhudia. Tunaposoma mafungu Yohana 12 pale utasoma, anasema mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini hana kitu kwangu, lakini ninaenda kumtupa nje. 12 fungu la kwa mfano 14:30. 14:30 anasema au 12:31. 12:31 anasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu ulimwengu huu atatupwa nje. Na baadaye anasema anaonyesha aina mauti atakayokufa.
Pilato anasema mimi naweza nikakuachia, hebu sema wewe ni mfalme wa Wayahudi au sasa? Yes, mimi ni mfalme wa Wayahudi kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na nimekuja kushuhudia kweli. Nimekuja kushuhudia kwamba wote wanaoshiriki, wanaotawala kwa nguvu ya kuua, kama Kaisari, kama Herode, unajua wote wanatamani, wote wanaua ili watawale. Sawa. Yaani ibinge hapa mdomoni ni uongo tu. Eti wanakupenda. Kupenda. Bana. Napenda kura yako. Ili wakule. Sio wote lakini wote, yani kikawaida kwenye ulimwengu huu. Sasa yeye anasema nimekuja kupingana na huo uongo. Kwa kufanyaje? Mimi baadaye ya kula kondoo, mimi natoa uhai. Nimekuja kushuhudia kweli. Na kupitia upendo huu wa kujitoa, ufalme wa giza uliishia pale Ijumaa Kuu aliposema imekwisha, akakata roho. Kumbe sio akanakata roho, shetani akakata roho hapo hapo. Uongo wake kuisha. Amina. Kumbe wewe unaua hata mwana ana hatia gani? Nafuata wengine, Yoshua alikuwa na hatia na nini? Huyu ana hatia gani? Kwa dhambi gani? Pilato mwenyewe anasema sioni kosa la mtu, lakini bado anaenda umeona injustice hapo. Anasema sioni kosa, lakini mchukueni nendeni mkamsulubishe. Umeona hiyo kitu? Hapo uone aina ya utawala ulioshindwa pale msalabani. Yeye akasema tena, Yohana anatuambia kabisa hakuna kosa, hakuwa anafanya kosa lolote, hakufanya uongo wowote, hakuua mtu yoyote, lakini ndio wakamuua. Sasa walimuua au walijua? Yesu akaibuka kidedea. Haleluya. Sasa tunaitikia hilo nani? Tunamwamini nani? Tubaki kwenye mfalme huyu wa zamani ambaye amekwisha julikana kwamba utawala wake umeshaisha, uongo wake tayari wazi, dhamira yake uwaji iko wazi, au tumfuate huyu Yesu? Rafiki yangu, naamini ya kwamba mpaka hapa umeweza kuona ushindi wa Yesu dhidi ya shetani kwa kujitoa maisha yake kwa ajili yetu, kuonyesha ukweli wa Mungu, usafi wa dhamiri yake kutupa uzima. Chaguo ni letu kumsikiliza Yesu. Anasema kama ni wake, sisi ni wake Yesu, tutamsikiliza. Hatutamsikiliza yule jamaa mkuu wa ulimwengu huu ambaye ofisi yake tayari ilishakwisha. Basi Mungu atubariki tunapofanya uamuzi huu. Sasa tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Yesu Kristo alipokwenda pale msalabani alimshuhudia Pilato akisema, wale walio wangu wanasikia sauti yangu. Baba, siwepo kati ya hawa ambao wanasikia sauti hii akawa ni yule wale wa adui. Baba, tupe kusikia sauti yako tena. Amina. Tupe kuona ukweli wako unaodhihirisha pale msalabani. Hatuwezi kuendelea kutawala familia zetu, makanisa yetu, jamii yetu kwa uongo unaoficha ukatili na dhuluma. Tupe Baba mioyo safi, dhamira safi. Tupe kuwapenda majirani kama nafsi zetu na kukupenda wewe hata kama ni kutoa uhai kwa ajili ya kushuhudia upendo wako. Tupe neema yako, tujazie roho wako, ni katika jina la Yesu. Na ikiwa kama Baba kwa namna fulani tulishiriki uongo, tupatie kukataa kwa nguvu zote, maana mwisho wake ni uaji. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Amina. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Leo ulikuwa pamoja nami ndugu Arnold Lubinza, nami Enos Mwakalindile. Tulikuwa tuna somo zuri la 11 na tunaanza na Kristo mshindi. Yes. Ila kesho tuna somo jingine zuri sana linalosema somo zuri sana linalosema mwenye haki na mwenye kumhesabia haki, siku ya Jumatatu. Sikae mbali. Hii ni Maisha Kamili, tunakuletea vipindi hivi kutoka nchini Dar es Salaam, nchini Tanzania, kwa Dar es Salaam na hapa mahali panaitwa Kigamboni. Karibu sana. Amin.